Na tazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Somo kutoka Bethlehem, Januari 2. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Waebrania 9 mstari wa 28. Wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, makuhani na waandishi wa ule mji mtakatifu ambao walikuwa wamepewa maagizo ya Mungu wangeweza kuzitambua ishara za nyakati na kuutangaza ujio wa yule aliyekuwa ameahidiwa. Unabii wa Mika ulikuwa unataja mahali ambapo angezaliwa. Danieli alitaja muda wa kuja kwake. Mungu aliwakabidhi viongozi wa Wayahudi unabii huu. Walikuwa hawana udhuru kwa kutokujua na kutotangaza kuwa ujio wa Yesu ulikuwa umekaribia. Kutokujua kwao kulikuwa kumesababishwa na uzembe ambao ni dhambi. Watu wote walikuwa wanapaswa kukesha na kungoja ili wawe wa kwanza kumpokea mkombozi wa ulimwengu. Lakini tazama, kule Bethlehem, wageni wawili kutoka katika milima ya Nazareti waliokuwa wamechoka walikuwa wakizunguka mtaa mzima hadi mashariki kabisa kwa mji, wakitafuta mahali pa kupumzika na kujisetili bila mafanikio. Hakuna milango iliyokuwa wazi kwa ajili ya kuwapokea. Hatimaye walijibanza katika banda moja chafu la kulala ng'ombe, na hapo ndipo Mwokozi wa ulimwengu alipozaliwa. Hakukuwa na dalili zozote kwamba Kristo alikuwa anatarajiwa kuja, na wala hakukuwa na maandalizi yoyote kwa ajili ya mfalme wa uzima. Mjumbe kutoka mbinguni akiwa amepigwa na butwaa alitaka kurudi mbinguni akiwa na habari za aibu. Ndipo alipoona kundi la wachunga kondoo waliokuwa wakilinda kondoo wao usiku, na walipokuwa wakitazama nyota za mbinguni walikuwa na tafakari unabii juu ya Masihi aliyekuwa akitarajiwa kuja duniani. Huku akiwa na hamu kubwa ya ujio wa mkombozi wa ulimwengu, hili lilikuwa kundi la watu ambalo walikuwa tayari kupokea ujumbe kutoka mbinguni. Na ghafla malaika wa Bwana alitokea akitangaza habari njema za furaha kubwa. Kisa hiki cha Bethlehem ni somo zuri sana. Kinakemea kutokuamini kwetu, kiburi chetu na kujikinai kwetu. Kinatuonya ili tuwe na tahadhari tusije tukashindwa kuzitambua ishara za nyakati na kutokujua wakati wa kujiliwa kwetu kutokana na tabia yetu ya kutojali.